government. Asante sana Gavana Wananchi, Gavana Uasin Gishu, wabunge na wananchi. Yangu kwanza ni kujiunga na wenzangu ambao wameshazungumza, kutoa pole kwa familia ya ndugu zetu ambayo tumepoteza watu 6, na tunasema pole kwa familia ya hawa wandugu. Jambo la pili ni kwamba kusema ya kwamba hii jana jioni kwa mshangao mkubwa na kwa huzuni mkubwa, na tuliposikia tulifika hapa Eldoret usiku sana kuja kujiunga na hao wenzangu wakati the remains of our fallen brothers walipoletwa hapa kwa hospitali yetu ya Eldoret. Na nataka tu niseme ya kwamba nataka nishukuru ndugu yangu ya Uasin Gishu Rabi kwa kazi nzuri ambayo wafanyikazi ya hospitali walifanya. Walikuwa tayari kutusaidia na tuliweza kupeleka miwili huko kwa moshari na wakaenda kufanya kazi zao. Pia nataka nishukuru pia wabunge. Tuko na wabunge zaidi ya 20 hapa ambao wamejiunga na sisi kutoka jana kuomboleza na kusema pole kwa wale ambao waliweza kufika hapa. Na niseme tu kwa sababu tulipoteza mbunge wetu Mheshimiwa John Ng'eno. John Ng'eno kwangu ni rafiki, ni semeji yangu kwa sababu msichana ama bibi yake ambaye amemuoa kutoka kwa familia yangu ya Ole Ntutu. So sisi tumepoteza kiongozi na tumepoteza pia ndugu, na nataka tu ni waombe watu wangu kutoka kaunti ya Narok kuambia ya constituency ambayo John Ng'eno amekuwa mjumbe wao tangu 2013. Nataka kuwaomba mtulie. Sisi tumefika huko na tumepata habari ya yale ambayo yamefanyika, na kulingana na preliminary report ni kwamba hiyo ndege kwa sababu ya hali ya hewa bado fika kama Honorable Meli na Senate waliweza kudhibitisha kwamba ilikuwa ni ngumu na kulikuwa na mvua nyingi ambayo ilifanya. Ndiposa nataka niseme ya kwamba pilots wetu ndege, tunaomba muwe waangalifu, hasa wakati huu wa mvua, wakati huu ambao sisi wote tunaona ya kwamba hali ya hewa sio nzuri. Kusema twende haraka kwa sababu ya hali ya kazi yetu. Unajua hali zetu, kama ukiona weather ni mbaya, mbona unaweza wenye hizi kampuni za choppers waweze kuwa wanazungumza na hao pilots yao, sababu hii ni hii kitu ambayo hatungeweza kupata ajali kama hii. La mwisho ni kwamba jana tulishangaa sana kuona ya kwamba former deputy president aliweza ya kwamba kuna ajali imetokea huko Nandi na Mheshimiwa John Ng'eno amepoteza. Katika desturi ya Kiafrika huwezi tangaza kifo ya mtu kabla watu wao
hawajawaambiwa ni nini imefanyika. So saa ingine hata kama kuna siasa, hata kama tuna siasa, hata kama tunataka vitia aina gani, ni kitu ambayo sisi wengine tulishangaa, kwa sababu wakati huu mimi nikitoka Narok hata sikuwa najua nini imefanyika, lakini tayari yeye anapiga kifua huko kutangaza ya kwamba kuna ajali. Ndio upate nini? Ndio kura gani kuongezea? Kama ni kura ndio unatafuta. Nataka tu niseme hiyo haijatufurahisha kama binadamu ama kama Wakenya. Ya mwisho nataka tu kusema ya kwamba nawashukuru sana watu wa Eldoret na watu wa Nandi. Tangu hii accident ilipofanyika, muliweza kuwa pamoja na sisi mpaka saa hizi, na pia wale commander na county commissioner Bwana Kisito tumekuwa tukizungumza naye tangu hiyo shida ilitokea. Nataka kuwashukuru sana watu wetu wa serikali, walifanya vile ambayo wangeweza kufanya. Kwa haya machache ama mengi, nataka tena kusema poleni. Sisi tuko na tutaendelea kuhakikisha kwamba tutaenda kuzungumza na familia, tujue mipango ya mazishi itakuwa lini. Lakini kwa sasa naomba sana watu wangu wa Emurua Dikirr, kesho mimi nitawasili na hao viongozi wote, tuje tuzungumze kama mandugu, lakini tusikue na shida nyingine yote, kwa sababu haya yamefanyika, na sisi kama viongozi wenyu tutahakikisha ya kwamba investigation itafanyiwa ni nini imefanyika, ili sisi zote turidhike ya kwamba yale tumeona ndivyo inafanyika. Asante. Yes. Kama vile mjuavyo ni kwamba pilot yeye tumedhibitisha kwamba George Were yeye atapangiwa mazishi huko Western, na sisi wale watu 6 tutapeleka miili huko kwa watu 5 pali moja, alafu ondoka moja kwa moja twende huko kwa Emurua Dikirr. Hao wote wanatoka pali moja, hao wote wanatoka labda almost the same village, except one young neighbor tu ya Emurua Dikirr kama Narok County. So hizo mili zote tutaenda kuzungumza nyumbani kesho, na kulingana na desturi zetu za Kiafrika na kikanisa tutawaambia mipango yetu nini. Waheshimiwa wabunge, Mheshimiwa